Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Your Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, and Fabidigo TV. Okay, karibuni sana wana Fabidigo TV katika taarifa hii iliyotufikia muda huu, breaking news ambayo tumeipata kwa muda huu, ambayo tumeipata kutoka kwa Simba Football Club chini ya kapeti, wakiwa wanamwongelea Kibu Denis Mkandaji baada ya kukosa penalti jana. Watu wengi wamekunja uso, wana mashabiki wa Simba na mashabiki wengine ambao hamtaki mema Kibu Denis Mkandaji. Habari ya leo, kitu cha kwanza usisahau kusubscribe, kulike na comment. Mimi mtangazaji wako naitwa Fabidigo katika Fabidigo YouTube channel. Tuko live tukiwa tunaleta breaking news, habari ambazo zimekuwa zinatufikia papo kwa hapo, habari tumekusanyiwa na watafutaji wetu wa habari wakituletea sisi studio, tukiwa katika studio za Fabidigo TV ili tuwaletea habari iliyotokea muda huu baada ya kuonekana kwamba Kibu Denis Mkandaji kukosa penalti jana imekuwa ni gumzo ndani ya kilabu cha Simba Sport Club au Simba Football Club. Mashabiki wa Simba wengi wakimnyoshia mkono Kibu kwamba ni kwa nini amechukua mpira kwa mchezaji mwenzake akataka kucheza yeye, kisa yeye ni mwenyeji au yeye Mtanzania. Sasa wamemrushia maneno mengi sana. Habari hii ipo na itaendelea kuwepo. Sikiliza kwa makini mpaka mwisho. Kipi kimejiri na kipi Kibu anatakiwa afanyiwe au amepewa adhabu gani katika sheria za Simba Football Club? Asante sana, endelea kusikiliza. Tumeona ya kwamba Simba Football Club wametamani kumpa adhabu Kibu Denis, lakini waliokuwa nasema nataka kumpa adhabu Kibu Denis Mkandaji ni wale mashabiki, sio viongozi wa Simba. Ukiangalia kwamba viongozi wameongea kitu chochote, bali mashabiki wa Simba ndio wanaongea kwamba Kibu amekosa penalti. Lakini viongozi wa Simba akiwepo Mangungu na wengineo wakina Magoli na wengineo hawajaongea kitu chochote kuhusu Kibu Denis kukosa penalti. Hata kocha wao Simba hajaongea kitu chochote hata kiojiwa jana na Azam TV. Lakini sisi Fabidigo TV tukimfuata kocha wa Simba naye hajaongea kitu chochote, amesema kukosa penalti ni moja ya matokeo uwanjani, kwa sababu Kibu sio mchezaji mkubwa kuliko Ronaldinho Gaucho au JJ Okocha au Messi au Cristiano Ronaldo. Na Kibu sio mchezaji mkubwa kama vile alikuwepo Eto'o au vile alikuwepo Didier Drogba au kama vile kocha mchezaji alivyokuwepo mchezaji Mo Salah au Mane. Lakini wote hao wamekosa penalti hao tuliowataja, kwamba sasa wasimhukumu timu kukosa penalti tena. Inaonekana kwamba kocha ameongea na kumtetea Kibu kwamba angalia penalti aliyekosa Kibu ni penalti ambayo hajapaa juu wala hajaenda nje ya lango, ni penalti ambayo imelenga goal, yani kwamba ni on target. Lakini msifie golikipa wa Mashujaa kwamba aliona, maana golikipa wa Mashujaa jana alikuwa kwenye kiwango bora ambacho tayari kimeonyesha kwamba ingekuwa ni bila Simba, yani man of the match angekuwa ni mchezaji golikipa wa Mashujaa, kwa sababu ameokoa mipira mingi sana ya hatari, ikiwemo ile ya Kibu miwili aliyopiga ya kupiga penalti, pamoja na ile akiwa ndani ya uwanja akipiga on target moja. Kama unavyojua Kibu ni mpigaji mashuti. Tukiwa tunaongea sisi kama Fabidigo TV, tukiwa tunauliza mashabiki wengi mitahani wakiwa wanaongea wakisema Kibu sio mchezaji, Kibu ana akili, Kibu kocha anampenda tu kwa nini mpanga namba 9 wakati yupo sawa na mchezaji huyu anaitwa Mwalimu. Sasa baadaye dakika 71 au 75 kocha akaamua kumtoa Kibu na kuingiza Mwalimu akafanya vizuri na kufunga goli ndani ya dakika 79 kama sikosei, kama ndivyo Fabidigo TV ilivyokuwa, yani dakika 80 ndivyo alivyofunga goli huyo anaitwa Mwalimu. Katika habari hii ni habari nyingine nzuri ambazo Simba Football Club wanaelekea kucheza na timu inayoitwa Esperance Tunis siku ya Jumapili, siku ambayo itakuwa ni kombe la klabu bingwa Afrika. Simba kwa Mkapa wanasema toki mtu. Sasa tunataka tuangalie kwamba je, Simba atatoka mtu pale au atoki mtu? Haya yote ni maneno yanayoonekana chini ya carpet kwamba mchezaji Kibu Denis Mkandaji amefanyiwa
hivyo na mashabiki wake kwamba hawamtaki tena apige penalti. Asante sana, usisahau kusubscribe, like na comment na mdo Fabigo katika Fabigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.